nakumbuka. Ilikuwa mechi ya Yanga na kuna mechi ya Yanga na Mbeya City ilikuwa ya Ibrabaka, nakumbuka, ikanyaga mtu. Kulikuwa kuna mechi nyingine tena Ibrabaka alikanyaga, kuna nyingine alimtia mtu roba. Ilikuwa si ni KMC kitu kama hicho. Ilikuwa Emily ilichezwa KMC hapo. Ibrabaka alimtia mtu roba. Ni matukio yote ya utovu wa nidhamu ambayo kungekuwa kuna faida hiyo ya VS au hata ya VAR, hizi timu tayari zingekuwa wachezaji wa. Kuna nyingine nakumbusha ilikuwa ya Mudathiri alitia kiwiko akafungiwa na kamati. Yaani wana matukio ambayo yalikuwa yanasubiri kamati ikae ndio ije iwafungie hayo matukio ambayo walikuwa wanayafanya. Kwa hiyo kwa sababu sasa hivi teknolojia imekuja hii tuko nayo hapa, mwamuzi ana uwezo wa kuyarejelea pale, hatuna haja ya kusubiri labda kamati ikae, na ndio maana hawajazoea haya. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano tukio la kwanza ambalo Simba alipata kadi nyekundu la Duchu lile, ukiangalia Duchu alinyanyua yani mpira wa juu, namna ambavyo alikita kiatu afa akamnyanyulia meno, alikuwa ni Luhende yule. There's no way pale unaacha kutoa kadi, sababu tayari alihatarisha usalama wa mchezaji mwenzie, mpira ulikuwa ni wa juu ule. Eneo ambalo tukio lilikuja kutokea, mwamuzi inawezekana ndo matukio yale makosa yale ya kawaida, kwamba mwamuzi wetu kuna muda anakuwa anachelewa labda kuyaona matukio, kwa sababu I believe tukio ambalo alifanya Duchu wala mwamuzi hakuwa na haja ya kwenda kwenye VS. Hata ili la leo aliofanya Jabari wala alikuwa hakuna haja ya kwenda kwenye VS, kwa sababu tukio limetokea instantly baada ya wao kutoka kupambania mpira, mtu kamtia mchezaji kiwiko. Kwa hiyo ndio maana nasema hizi timu hazijazoea. Yani Simba, wewe nikikuuliza toka umeanza kuiangalia Simba umezaliwa, ushaona Simba anapata kadi nyekundu back to back kwenye ligi ya ndani, achana kimataifa. Kwenye ligi ya ndani kutana Simba amepata kadi back to back, kadi za nyekundu. Oh my god. Tena direct soka kadi ya njano ya pili. Mimi mara mwisho naona Simba anapata kadi nyekundu kwa Kagoma, nafikiri mechi ya Azam, kitu kama hicho. Kwa hiyo kwenye hili la magoli ilikuwa shirikisho, haikuwa ligi. Ilikuwa shirikisho. Kwa hiyo kiufupi hana hoja. Na ilikuwa kadi ya pili ya njano. Yaani kama mnyama ataandika hii barua kifupi hana hoja. Hana hoja. Na kuna siku nilikuwa na Steve hapa. Nikamwambia Steve, hofu yangu kwa hii VS ni moja. Ikitokea matukio ambayo yanatokea yanaonekana kuwanyonga au yanaonekana kuadhibu zaidi hizi timu kubwa, isije ikatokea mwisho wa siku tukawa tuzione tena uwanjani. Hofu yangu. Yaani VS zinaanza kutokuonekana huko. Yaani hofu yangu mimi ni kwamba sitapata itirafu. Sisi tukapata itirafu kwa sababu kama hivi, yani kitu kizuri ni kwamba nilichomwambia Steve ndio kimejitokea. Ataanza kupiga pressure. Yaani mechi mbili za mwanzo mnyama anapata kadi nyekundu. Sasa tunajua influence ya hizi timu. Tunajua nguvu yao ambayo wako nayo. Nilikuwa namwambia mwisho wa siku sitamani nione zinapotea kwa sababu tu zinawaumiza hao wakubwa. Kwa sababu mwisho wa siku ukiangalia hamna tukio ambalo labda lilikuwa la 50-50 wala hamna tukio ambalo labda mwamuzi kapendelea. Tunajua waamuzi wetu hawa toka lini waamuzi wetu kapendelea timu ndogo wakaziacha Simba na. Kwa hiyo kiufupi kama amezungumza kweli hayo, ameyazungumza hayo bwana. Hana hoja. Ameyazungumza magori wa msimu uliopita. Simba Yanga walikuwa hawana kadi nyekundu. Kwa hiyo lakini kumekuwa na teknolojia ya usaidizi ya aina yoyote. Wote walistahili kumeza na kadi nyekundu. Kwa hiyo Nsajigwa kwenye hiki ambacho anakizungumza magori, itoshe kusema kwamba kuhusiana na VS mnyama Simba ale nyama anyamaze. Yaani natamani niongee naye au anapoongea niwepo nimuulize. Ndio. Swali moja tu. Anionyeshe tukio ambalo anahisi wameonyolewa. Alafu akishanijibu hapo ndio tutaendelea. Mama mimi nimeona mashabiki wengi wanafurahishwa na VS bwana, inaenda haki wanapiga. Sasa mnyama kazungumza hapa Instagram. Kazungumza baada ya game ya leo. Na waandishi wa habari. Hajaulizwa kwamba kosa liko wapi ambalo unahisi mmeonea. Hajasema. Kama ni hisia tu labda kwa nini sisi kila siku labda yani tunataka kwamba hamna mtu aliyemuuliza kwamba mmeonea wapi aoneshe. Kwa sababu kama mtu anasema hivyo labda si matukio tujaliona. Wote hapa tuliwapa tujaliona. Hata mashabiki wa Simba sijaona wakilalamika mtandaoni kwamba labda wanaonewa, sijaona. Wakimkosoa tu mchezaji. Wao tu wanadili mchezaji wao akafanya kosa. Kwanza mechi ya kwanza ya Duchu, hii ya leo. Sasa labda ana hoja nyingine. Kuna clip nyingine kaiona ambao sisi hatujaona wote, atuoneshe. Yaani natamani hapa akishajibu hapo. Basi tunaendelea. Na tunaomba hii iwe ni barua ya wazi kwa TFF na bodi ya ligi. Jamani, msizipoteze VS kwa sababu zinaumiza wakubwa. Hivi maana yake hii sindo hii maana yake sindo yangu Mechi kwa ngumu. Tulipata mchezaji mmoja pungufu kipindi cha kwanza. Kwa hiyo ikabadilisha namna mechi itakavyokuwa, tulikuwa tumedominate. Ile kadi nyekundu kidogo ikatuharibia mchezo. Lakini mpira vijana wanapambana.
tutaandika kwa bodi ya ligi kwenye hii system mpya ya video support. Tutatoa mapendekezo yetu kwamba kuna vitu fulani lakini inabidi viboreshwe zaidi kwenye mfumo huu. Kwa hiyo tutaandikia watu wa ligi na tutatoa maoni yetu jinsi ya kufanya bora zaidi kuliko hivi sasa. Siwezi kusema tutaandika kwenye barua yetu. Lakini yote kwa yote Simba mechi mbili kwenye ligi unaionaje na wewe ndo inazidi kwa sababu mechi mbili zote tumepata red card lakini tumepata pointi 6 ugenini. Ni mwanzo mzuri. Hatuwezi sasa kama hapo naanza kumuelewa. Hapo penyewe nimemuelewa. Hapo bwana Kibe wewe ndio umetupeleka chaka. Wewe ndio umetupeleka chaka. Mbona kaeza vizuri? Si ataandika, wataandika. Sasa hayo atakayoandika namna ya kuboresha. Lakini sio malalamika. Wataandika. Wewe sasa unataka uzue taharuki hapa. Wataandika vitu ambavyo wanapendekeza mapendekezo. Sasa maana wanasemaje? Kuna muda kwa mfano teknolojia kama hii ni ngeni hapa Bongo, si ndivyo? Kwa hiyo muda huu saizi unapokuwa unamtikisa mtu ni kama unamtia stress zaidi. Kwa sababu mapema tu tushaona kwa mfano shida offside. Umeona kwa mfano issue offside. Mechi ya Yanga ile unaona issue ya offside inavyokuwa changamoto. Kwa lazima upendekeze kwamba labda tunaongeza kamera au tunapimaje mistari hiyo. Si ndivyo? Ni vitu vya kawaida. Lakini ukianza kuwajaza saizi mzigo TFF, maana kama unakuwa unawapaliza mambo. Kuomba mapendekezo haimaanishi ni kuongezea mambo. Ni kuboresha ili kwa sababu ligi inaendelea bado games nyingi iwe bora zaidi. Na sio Simba tu, kuna wadau wengi. Hata juzi Mzee Mvela alitoa ushauri wake wa vitu gani ambavyo hata sio nini hapa tulizungumza vitu gani ambavyo tunatamani viweze kuboreshwa. Kwa hiyo kwenye issue ya maboresho viko vingi ambavyo kwa mfano wao wanaweza kawa sababu ya wao kuhitaji hivyo labda ni kwenye maboresho ambayo watahitaji labda zipatikane engo nyingi zaidi za kuliona tukio ili sasa mtu ajiridhishe zaidi. Kwa hiyo hapo hajalalamika kwamba wamenyongwa. Kwa jinsi nilipomsikiliza hajasema kwamba wamenyongwa. Wanataka maboresho. Na haya maboresho hajayaweka kwamba yamewafanya wao wanyongo, kwa wanataka maboresho ili mwisho wa siku wasinyongwe. Kwa sababu matukio ndio maana nilikwambia hapo mwanzo. Mimi binafsi nilibidi nishangae. Kwa sababu matukio ya kadi nyekundu ya Simba yote mawili hayakupaswa hata mwamuzi aende kwenye VS kuamua. Ili la leo ilikuwa ni kadi nyekundu moja kwa moja, wala huna muda wa kupoteza. Na ile ya mwanzo ya Duchu, kwa sababu kwanza ni matukio ambayo yametokea kukiwa kuna mita chache sana kutoka tukio lilikotokea na mwamuzi alipokuwepo. Yote mawili yani. Kwa hiyo ukiwa unalaumu, maana mwanzo nikakwambia kama ni kweli amezungumza hivyo hana hoja. Sababu yani there is no way unaweza kupinga kitu kama. Yani sawa sana kesho Juma ngapi kesho? Kesho TBT. Juma Alhamisi ndio. Useme kesho ni Ijumaa. Yani wao upinge hivi mnaelewa mtu akwambia hivi kwamba kuna maboresho ambayo tunayatoa mapendekezo. Hivi unajua huwa yanatokana na nini? Kuna vitu wameviona. Wamefanya observation ambavyo maybe sio fair kwa upande wao. Sasa hapo unamlisha maneno kaka. Yaani sinaweza katokea ambavyo unakuta maboresho bwana wamecomment kwenye issue. Subiri kidogo. Tunalipa bill kwenye ndevu, maana tunaona kuna wanawake wana ndevu kwamba wale homoni zao zimevurugika. Very true. Kweli? Yeah. Kwa sababu kuna baadhi ya maeneo ukienda unakutana nao ni wengi sana, na ukija kuangalia baadhi ya maeneo mengi au asilimia kubwa ya wanawake ambao wanapata hiyo tatizo la ndevu most of them unakutaga wametumia vitu vya kemikali. Inawezekana ni kwenye madawa kula au vyakula au vipako cosmetics. Most of the time utakuta alijikoroga uso alafu mambo yakaanzia hapo. Kwa hiyo ni zile kemikali zilikwenda kuvuruga zile kemikali ambazo tuko nazo naturally. Lakini pia hata kwa mwanamume ambaye ndevu ni chache au hana kuna tatizo. Tunajua kuna pilika nyingi sasa. Na vipi ulimalizana vipi na mheshimiwa Mwana FA? Kwa sababu unajua kuna ile umetusaliti mzee. Unakumbuka ile ndani yako ile umetusaliti mzee. Na nikaja kusikia pia kuna kwenye ngoma za antivirus nadhani kuna kibwagizo kimoja hakika mkoloni kama sio nani kile cha kwamba alichomekiwa gari na mkoloni hapa science hapa. Okay fine, I can live with it. Mlimalizana vipi zile? No, Mwana FA ni hip hop. Kwa hiyo anajua hizo tamaduni. Kwa hiyo tulimalizana hivyo.
hip hop. Kwa mwanangu imeisha baridi. Hizo mambo yanaenda. Uzuri bado tunaheshimiana, that's it. That's good. Ndugu zangu, kama rais halali, wewe usingizi unaotoa. Tunajua kuna pilika nyingi sasa. Wameinuka kiuchumi kwa sababu ni mfumo uliotengenezwa wainuke. Wakienda huko kwenye mabenki kuna mikopo wanawake wana vikundi, wanawake wana vikoba, wanawake wana vitu vingi sana vinavyowasaidia kuinuka. Sasa hivi hapa Tanzania wanawake wanaweza kuwa mabilionea kuliko sisi wanaume kwa haraka, kwa sababu ningembilingi kama ambavyo umesikia mnyama Simba ataandika barua kuelekea TFF juu ya maboresho ya VS. Kuna sehemu ambayo anaona yeye inahitajika maboresho na hizo sehemu ni mbalimbali, maana kuna watu wamelalamika kwamba muda wa matukio watu hawaonyeshi VS, watu wanaangalia nini. Tumeona leo sio kwa nini? Yaani ndio tumeona leo. Wewe kwa nini yani? Yaani mimi hofu yangu ni moja, yani isiwe ukosoaji wa watu ndio umefanya tusio tunaona zile monitor pale. Sababu watu waliongea hapa maamuzi sio anaonekana kama anabani movie kwenye. Basi bora tusione monitor, lakini fanyeni review kwenye TV. Hapo mimi sioni, yani kama hiyo ndio kwa sababu mimi sioni haja ya kuogopa, kwa sababu watu wa kukosoa wapo, wapinga maendeleo huwa wakosekanagi nchi yoyote ile. Yani watu kuongea wataongea tu, yani si tufanye tunavyo, kwa sababu sasa hivi kiukweli yani unajua kuna vitu inabidi tujipigie, kwa sababu sisi tumekuwa ni watu wa kukosoa sana waamuzi. Yani si wa Tanzania ni watu ambao tunasubiri sana, most of us huwa tunasubiri kwanza jambo bali litokee ndo tukosoe. Sijaona mpaka sasa hivi mtu ambaye ametoa pongezi kwa waamuzi. Sasa ndo tuje kugundua kwamba most of makosa ambayo waamuzi wetu wanayafanya sometimes ukiachilia makusudi, mengine yanasababishwa na ubinadamu wao, makosa tu ya kibinadamu. Ndio maana mimi niliwahi kuzungumza hapa nikasema shida yetu kwa waamuzi kubwa zaidi ipo kwa waamuzi wa pembeni kuliko hata waamuzi wa kati. Unaona sasa hivi hii teknolojia imekuja, at least haya makosa ya waamuzi wakati tunakuwa tuyaoni. Sijaona mtu mpaka sasa hivi ambaye amelalamikia makosa ya waamuzi. Na leo ukiangalia hata mwamuzi ambaye alichezesha mchezo wa Simba na Pamba Jiji alikuwa very perfect. Matukio yale ambayo yanatokea kiwanjani ya kawaida yale ya fair, unakuta anaacha. Yeye ambaye amehitajika kwenda kuamuliwa na video support ametoa penalty, ametoa kadi nyekundu. Kwa hiyo watu kuzungumza watazungumza tu, watuonyeshe sisi, waache watu jinsi ambavyo wanatoa negative comments zao waendelee kutoa. Sawa, mchezo mwingine wa mapema saa 8 kamili mchana pale jijini Mbeya ilikuwa ni Mbeya City wanacheza na Dodoma Jiji. Dodoma Jiji ikipoteza bao 2-0 magoli yake Wile Tobias Mwani sambamba na Mbegu yametosha kabisa kuzipeleka alama 3 muhimu kuna viunga vya jiji la Mbeya, kuna viunga vya wana Mbeya City. Umeenjoy leo? Umeenjoy au umeumia? Wile Mwani amefunga. Anauliza umeenjoy umeumia? Ni kwa nini yani? Nauliza tu. Pale ukawa unanikabia juu sana. Nauliza tu. Umeenjoy umeumia? Yaani uzuri wa Mbeya City ni timu ambayo inahakikisha ukanda wote wa kule kusini, za juu kusini. Hamna timu yenu nyingine mnayo kule? Njombe, Mbeya, Iringa ipo. Tupo tunaandaa. Kwa Mbeya City kicheza inapaswa wote muwe na support. Sawa, lakini pia mdau unapozungumza kuna game ya Kagera Sugar na Singida BS. Kagera Sugar anaongoza bao 1-0, ni mapumziko dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kesho pia Likia Soka Tanzania bara itakuwa inaendelea kuchanja mbuga. Itaendelea kuchanja mbuga mdogo. Na miongoni mwa michezo ambayo inachezwa kesho ni pamoja na mchezo ambao unakutanisha Azam anarudi uwanjani kesho. Azam kesho anarudi Mzigoni, na Azam kesho katika kurudi kwao Mzigoni watakuwa wanacheza na TRA United. Hii ni game ya usiku, itakuwa saa 3, lakini mapema pia kuna game ya saa 10 Police Tanzania mbele ya JKT Tanzania. Saa 12:30 jioni itakuwa ni Yanga mbele ya Coastal Union kwa udemba la KMC. Na kuelekea mchezo huo, kwa upande wa kocha Mangoba, kwa upande wake amezungumza namna ambavyo wanajiandaa kuelekea mchezo huo. Bwana Mangoba yeye anaweka bayana namna ambavyo wanajiwinda. Msajigo unatabasamu sana wale. Umetamka vizuri. To give credit to Coach Fakir Elias. It's always
it's always interesting to compete against a coach who's got a very clear identity of how he wants his team to play, and he's a fanatic of a 4-4-2 formation with a very strong wing play, with very good left footers in Andrew, Shiza and Lassa, one of the strikers, and with a very, very solid team. I watched their last 3 matches from the ones they played last season, including Yanga. I think he's got a very good goalkeeper in Chuma. The left back